Tunaamini kabisa kazi aliyoifanya ya kuhabarisha masuala ya sekta ya afya ilimpasa kusafiri kutoka kituo kimoja kwenda kingine. Wizara ya Afya inamkabidhi na ufunguo wa pikipiki ili aweze kuongeza spidi ya kutembea na kufuatilia shughuli hizi nzuri na mafanikio makubwa ya serikali yako Mheshimiwa Rais kwenye sekta ya afya. Ismail Abbas Kawambwa. Kuna baadhi ya waandishi waliojitokeza kupambania tuzo ya uandishi wa kuhabarisha wananchi masuala mbalimbali ambayo yamejitokeza katika uimarishaji wa sekta ya afya nchini. Kwa hiyo miongoni mwa waandishi wa habari ambao wao waliamua kusimama na kupambania tuzo hiyo, lakini vile vile walionyesha umahiri wa kutosha katika kipindi hiki kuandika habari zinazohusu sekta ya afya. Kwa hiyo mwandishi aliyeko mbele yetu Bwana Ismail, Bwana Ismail yeye alishinda tuzo hiyo ya habari kwenye sekta ya afya. Tunamshukuru sana. Tunamshukuru yeye, lakini vile vile tunakishukuru chombo cha habari anachokifanyia kazi. Lakini kikubwa hapa ninaweza kusema nini? Nakumbuka mwaka huu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amepata tuzo ya kimataifa. Ile tuzo kutoka kwa Gates Foundation, na tuzo hiyo imeonyesha na kudhihirisha kwamba Mheshimiwa Rais kupitia sekta ya afya, pamoja na mambo mengi ambayo ameyafanya vizuri sana kwenye sekta ya afya, lakini ameweza kutusaidia katika kipindi chake kama makamu wa rais na mpaka sasa akiwa rais kupunguza vifo vya akina mama wakati wa uzazi. Na tumeweza kufanikiwa kupunguza vifo hivyo kutoka vifo 556 kwa vizazi hai 100,000 na sasa hivi tumefika vifo 104 kwa vizazi hai 100,000. Malengo ya kidunia yanatutaka tutakapofika mwaka 2030 vifo vya akina mama wakati wa uzazi tuwe tumevipunguza mpaka kufika vifo 70 kwa vizazi hai 100,000. Hasa mnaweza mkaona kazi kubwa iliyofanywa na serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha kwamba tunapambana kupunguza vifo hivyo. Na ili kuweza kupunguza vifo hivyo, mambo mengi ameyafanya ikiwemo uwepo wa miundombinu, lakini uanzishaji wa huduma za rufaa, uanzishaji wa huduma za upasuaji wa dharura, lakini uwepo wa vifaa tiba na vifaa vya uchunguzi, vyote vimeweza kusaidia kumfanya mama wa Kitanzania apate haki yake ya kikatiba ya kuishi, kwa sababu haki ya kuishi ni haki ya kikatiba. Kwa hiyo unapopata kiongozi anasimamia haki ya mwananchi ya kuishi, huyo kiongozi ni lazima kumpa heshima, na ndio maana tunampa heshima kubwa sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini Mheshimiwa Rais alichotushangaza kwa uzalendo wake na kutambua kazi inayofanywa kwenye sekta ya afya, baada ya kupokea tuzo ile, nakumbuka aliniita na kunikabidhi akasema tuzo hiyo ni tuzo ya watumishi wote kwenye sekta ya afya. Kila mmoja anatakiwa kujivunia tuzo hiyo. Lakini sasa mimi naendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais, na hasa sekta ya afya tunamshukuru mwandishi wa habari kwa sababu na wao walikuwa na mchango. Kwa sababu matukio yote kwenye sekta ya afya ikiwemo harakati za kuokoa maisha ya mama wakati wa uzazi, waandishi walikuwa wanaandika habari mbalimbali na walikuwa wanatoa elimu kwa jamii kuhusu uzazi salama. Kwa hiyo mwandishi wetu Bwana Ismail ni sehemu ya mafanikio kwenye sekta yetu ya afya kwa kazi nzuri aliyoifanya. Kwa hiyo jana Wizara ya Afya sisi tuliamua pamoja na kumpa cheti, lakini na kumpa ile tuzo, lakini tuliamua kumpa pia chombo cha usafiri. Tunajua sasa tunamuongezea miguu na atakimbia kushoto na kulia na ataandika habari nyingi
zinazohusu sekta ya afya. Lakini hapa nimefurahi sana wakati ninawapa hizi taarifa kwenye kikao, nimeona wakurugenzi wetu, baadhi ya taasisi zetu na wao wamesema hapana, kwa kuwa mafanikio haya kwenye sekta ya afya yanatuhusu kama wizara, lakini yanahusu na taasisi zetu. Basi kuna taasisi zetu mbili wamesema wanatamani waongeze zawadi nyingine tena kwa Bwana Ismail, na kuendelea kumpa nguvu na moyo wa kuhakikisha kwamba kazi hii, na hata tutakapokuja kwenye tuzo za mwakani, basi anakuwa ni mwandishi kiongozi na champion wa kushinda na kuandika habari za sekta ya afya. Ndugu viongozi, pamoja na huyu mshindi wetu, swala la afya ni muhimu sana, na sisi wadau wa saratani tumekuwa na changamoto kubwa ya kutokuwa na waandishi wa habari wa kuandika, kudadavua masuala ya saratani katika social media pamoja na katika printed media, na kuifanya jamii yetu ielewe vizuri. Uzoefu tunao wakati vita dhidi ya ukimwi vilivyokuwa vinaendelea pale mwanzoni, of course bado vinaendelea, lakini mwanzoni watu walikuwa mbana sana. Walijitokeza waandishi wa habari ambao walisema kwamba wao wana specialize kwenye kuandika habari za HIV/AIDS. Tukawa empower, tukawapeleka kwenye makongamano, tukawasomesha, na wakawa wakiandika taarifa za habari ilikuwa rahisi hata kuzielewa mpaka vijijini. Sasa sisi wadau wa saratani pia tuna taratibu kama hizo. Tunataka watu ambao wako dedicated, ambao wameonyesha interest kwamba wanataka kuandika taarifa za saratani, tuwapeleke katika program mbalimbali, wafundishwe namna kuziandika, namna kudadavua. Hiyo ni moja kati ya njia ya kupambana na hili janga, kwa sababu hatuwezi kupambana sisi tu wataalamu, lakini tunahitaji public health, tunahitaji media, tunahitaji community. Na kutokana na hilo nikamwahidi huyu bwana mshindi wetu kwamba nitamuunganisha na baadhi ya wadau wetu ambao na imani watampatia scholarship angalau miezi 3 aende akajifunze namna ya kuandika taarifa za saratani. Hii itakuwa pia ni mchango mkubwa sana katika kupambana na saratani katika nchi yetu. Nitalisimamia hilo Mheshimiwa Waziri. Namshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan, kwa kutenga muda wake karibu usiku kucha wa jana. Alikuwa nasi pale katika tuzo za Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA pamoja na TAMWA kwenye Samia Kalamu Awards. Lakini pia namshukuru Mheshimiwa Waziri wa Afya Jenista Mhagama, na niseme kwamba ni heshima kubwa kwetu wanahabari, tasnia nzima ya habari, kwa namna ambavyo kama Mheshimiwa Waziri alivyosema, sekta ya habari ni sehemu ya kuijenga jamii, ni sehemu ya usalama wa jamii. Kwa hiyo kwa ufupi tu, nisizungumze sana, nashukuru leo nimepokea hiki kikubwa kwangu. Sijawahi kumiliki chombo chochote cha usafiri, hata baiskeli. Kwa hiyo hii leo kuja kumiliki pikipiki hii, nashukuru sana. Hakika nawashukuru sana sekta ya afya. Hakika hili jambo limekuwa la mfano na mliahidi na mmetekeleza. Nawashukuru sana kwa kweli. Asante sana Mheshimiwa Waziri.